Bana, mitandao ya kijamii ni moja kati ya sehemu ambayo haipoi kutokana na namna ambavyo kumekuwepo na vitu vingi sana. Kwa hiyo ni wewe tutachagua kwamba uende na kipi na wachane na kipi. Mwijaku, moja kati ya mwana mitandao maarufu nchini Tanzania, ametoa taarifa kupitia kwenye akaunti yake ya Instagram kuhusiana na taarifa ambayo bado hajathibitisha ni kwamba sehemu gani ambapo ameitoa taarifa hiyo kuhusiana na mwanasheria wa Zuchu kupitia Zuchu mwenyewe kuandika barua kuelekeza katika ofisi ya WCB kwa maana ya record label kutaka kuvunja mkataba wake kupitia kwa mwanasheria wa Wasafi. Hiyo ni taarifa ambayo Mwijaku ametoa kupitia kwenye ukurasa wake wa Instagram, moja kati ya video pia ambayo amechapisha, na hajasema kwamba sababu zipi ambazo zimepelekea Zuchu kuandika barua hiyo na kutaka kuvunja mkataba wake wa Wasafi. Kwa hiyo wanachokihitaji kupitia barua hiyo, kwa mujibu wa taarifa ambayo ametolewa na Mwijaku, ni kutaka kujua ni kiasi gani cha pesa ambacho wanatakiwa kutoa ili kuweza kuvunja mkataba, kwa maana ya kwamba hataki tena sasa hivi kuwa chini ya record label. Kwa mujibu wa taarifa ambayo ameitoa Mwijaku, amesema kwamba endapo watakubaliwa, wanasubiri waweze kujua ni kiasi gani cha pesa ambacho wataambiwa, ili pia Mwijaku aweke namba ya simu kwa ajili ya kuchangisha ili waweze kurudisha kiasi hicho cha fedha ambacho kitakuwa kinahitajika kurudishwa katika record label ya Wasafi kupitia kwa Diamond Platnumz. So msikilize Mwijaku taarifa yake na kile ambacho anakielezea hapo. Zuchu. Nimekuita zaidi ya mara 3. What a decision. Watanzania, siku 2 zilizopita Zuchu kupitia mwanasheria yake ameiandikia kampuni ya WCB barua official kupitia mwanasheria wao kuwa yuko tayari kuachia madaraka, lakini kampuni haiko tayari kurelease na kumpa barua ya majibu ya barua yake kutoka kwa mwanasheria wake. What a decision. What a decision. Maamuzi moja ambao ni mazuri katika karia yake ya mziki. Hapa nimekuja kuomba Tanzania, tunasubiri barua ya Zuchu kujibiwa na upande wa WCB. Barua ikijibiwa, tutaona demand watakazoziweka. Hapa naomba Tanzania tusimame na Zuchu. Sasa barua ikijibiwa, naomba Watanzania wote, mimi nitamuomba Zuchu aweke namba ya simu ambao tutatumia kufanya malipo ya gharama watakazomwambia katika kuvunja mkataba. Hapa tutasimama na Zuchu mwanzo mwisho, na mimi nitakuwa kinara. Niko tayari kuuza gorofa langu la bilioni 1.3 kuweka mchango baada ya wao kurelease barua na kuipokea, kuweka demand zao wanazozitaka. Hapa tusipepese macho wa Tanzania. Kama tunataka mziki ufike mbali, kama tunataka Zuhura aipeperushe bendera ya Bongo Flava kimataifa, basi hapa twende tukasimame naye. Tunasubiria, bado mwanasheria hajajibu lolote barua, lakini kaipokea mwanasheria wao barua, kaipokea lakini kujibu hajajibu. Na tayari sisi kama familia, upande wa Ukikeni, upande wa Zuchu, tunasubiri majibu. No more lebo. Hatuhitaji lebo sasa hivi. Tunataka kusimama sisi kama sisi. Tumeshachoka na humiliation, tumeshachoka na mambo ya kitoto, tumeshachoka na ujinga katika business. Kwa hiyo mimi binafsi nasimama na Zuchu na tunasubiri. Naomba management, jibuni barua yake. Na kama hamtaki aondoke, jibuni barua hataki aondoke kwa sababu zipi. Na kama mnataka aondoke, jibuni barua demand zenu. Wa Tanzania tuko tayari kumchangia Bi Zuhura. Hiyo ni exclusive. Hala.